wenyewe pia walikuwa na kibarua dhidi ya kikosi cha Orlando Pirates Buccaneers, lakini mambo hayakuwa mambo baada ya Pyramids kuweza kupata ushindi wa mabao 3-2. Kwa hapa Tanzania story kubwa si kwa Pyramids kufuzu kwa mara ya kwanza katika hatua hiyo, bali ni kiwango cha aliyekuwa nyota wa zamani wa Young Africans kwa maana Fiston Kalala Mayele ambaye amefunga mabao 2 kati ya yale 3 ambayo Pyramids waliyapata na kupeleka finali. Kwanza tutarajie kwenye mchezo wa finali kwa hawa waliopita. Huyu anakwenda ni finali yake ya 3, huyu ni finali yake ya kwanza. Tutarajie mchezo wa namna gani kwa kile ambacho kilikuwepo? Finali nzuri sana. Na ukitaja Pyramids unahitaji timu ambayo kwa hivi sasa inawezekana timu ambayo bana Afrika ipo kwenye kiwango bora sana. Uje mpaka wanafika kabla mechi ya jana kwa tashafunga bao 18. Na Pyramids. Yes, Pyramids. Michezo yote ya CAF Champions League msimu huu. Na hiyo ni record ambayo ilikuwa ifikiwa na timu yoyote. Wao ndio walikuwa nao. Jana wamesika mabao 3 kwa kijumlisha hapo ambao 21. Kwa hiyo wapo kwenye kiwango bora sana na ni project ambayo wamedumu nayo kwa muda mrefu. Timu hivi sasa inaanza kuharipa. Kwa sababu Pyramids ambao wanaiona hivi sasa tayari shacheza finali ya kombe la shirikisho mwaka 2021 zidaraja. Tayari hapo katikati wana nusu finali ya kombe la shirikisho. Tayari hapo katikati wameshashika mara 3 mfululizo nafasi ya pili kwenye ligi ya Egypt. Siku kidogo kwa ilikuwa na mpango wao au mradi ambao walikuwa wanaandaa kwa muda mrefu. Hatimaye hii misimu miwili imeanza kulipa. Lakini kwa upande wa Mamelodi Sundowns wao ni finali ya 3 za kuicheza. Kwanza kusema kuna eneo ambao wamefika ni wakomavu. Jibu kwa sio kiangalia hivi sasa kipindi wanashinda finali ya mwaka 2016 mtu pekee ambaye yupo sasa hivi sasa Dennis Onyango ni kipa. Weekend anacheza mwipo namba 1 kwa mataifa ya Uganda kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ukiacha hao wengine hao ni wageni, lakini hizi kufika finali mara nyingi si robo finali kuna eneo ambao wapo ni wakomavu. Kwa hiyo kuna eneo ambao wamefika hivi sasa Mamelodi wana hiyo hali ya kujiamini kuelekea finali kwa sababu tayari ushafika na tayari ushashinda. Na kizuri zaidi hapo na kocha ambaye msimu huu anaenda kucheza finali yake ya pili mfululizo wana Miguel Cardoso. Msimu uliopita ilikuwa na Esperance de Tunis, alipoteza. Msimu huu ana nafasi pia nyingine kucheza finali. Kwa hiyo ni finali ambayo inakuja timu mbili, timu moja ambayo imejitafuta kwa muda mrefu katikati na hatimaye mradi wao ambao walikuwa wanauandaa kwa muda mrefu umeonekana unalipa. Alafu kuna timu nyingine ambayo kwenye refa kujitafuta mambo ndio ilikuwa shapita kwa sababu alifanikiwa kushinda kombe. Lakini hapa katikati baada ya kushinda 2016 ni kama kidogo alikuwa anapitia maanguko. Hatimaye msimu huu umeingia finali. Na kwa Mamelodi hapo na Pyramids mijadala ambayo ilikuwa inazuka hapo jana baada ya kuona performance zao, watu wanauliza huku kwa Tanzania wapi wanakwama kuweza kufika katika hatua kubwa kama hizo. Hata ukitolea mfano Azam FC ambayo imeonekana ni timu inajitosheleza kiuchumi na kila kitu, lakini inaishia katika hatua za mapema zaidi na haifiki kule, lakini wenzao kila siku wanapiga hatua mpaka hivi sasa wamefuzu kwa mara ya kwanza kwa maana klabu ya soka ya Pyramids mwaka 2008 imeanzishwa mpaka hivi sasa 2025 iko katika hatua hii hapo ya finali. Huko anakwama wapi wakati uwekezaji upo, wachezaji wanasajiliwa, miundombinu ni mizuri kama Pyramids? Kwa maana kwa Tanzania Azam ndio Pyramids ya Tanzania kwa namna ambavyo mambo yalivyo, lakini pia hata kwa Simba na Yanga kila siku wanasema wanajifunza, wakati kule wenzao wanaendelea kupiga hatua. Kujifunza kwa mwisho lini tutafika katika hatua za namna hiyo? Ndio maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa katika mijadala baada ya kuona nusu finali za jana. Hamna kitu kibaya kama kutaka mafanikio ya haraka. Mafanikio ya haraka timu 1935 mwingine 36. Mafanikio ya haraka za kufanya hata ukawa mwizi, ukaiba ili ufanikiwe kwa haraka. Kwa hiyo vitu vinaenda kwa mchakato na lazima mambo yaache yaende kama anavyotaka. Hiyo miaka ambayo unaipigia 1936 ukitaka ujumlishe hizo timu kipindi gani ambacho zilichanganya kwenye michuano ya kimataifa, ni kwamba sasa tuna watu ambao kuanzia kwenye eneo la uongozi hata uwezo wa kiuchumi ambapo tunaweza tukapambana na mataifa mengine mchuano wa kitaifa ni hivi karibuni tu. Kwa hiyo hesabu tu miaka kwamba hizi timu zimeanza mwaka gani, lakini wapigie mahesabu wa watu level yao ya kiuchumi ilikuwaje kipindi hicho imeanzishwa mpaka hivi sasa. Watu ambao walikuwa nao kwenye management walikuwa ni wa namna gani kipindi hicho mpaka hivi sasa. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba mimi ni kuanzia mwaka 2010 kuja huku mbele ndo angalau tumeanza angalau hizi timu kuwa na uchumi ambao unaeleweka kuweza kwenda nje mpaka Tanzania kuchukua wachezaji, lakini pia hata watu kwenye management. Kwa hicho ambacho lazima watu wakizingatia. Yaani usipige tu miaka kwamba hii ni timu ya 1936 hapana. Angalia hawa watu wamekomaa mwaka gani. Mimi nikiangalia Simba na Yanga wanapiga hatua kiasi kikubwa sana.
hicho watu lazima wakizingatie, kwa sababu hawa Pyramid ambao mnawasema wako Misri. Misri ambayo kama taifa tu wao kiuchumi wako mbali kuliko sisi Tanzania. Kwa hata mazingira ambayo wanafanyia kazi wao tayari yashatengenezea kiurahisi wao kuweza kuperform vizuri. Huko kwetu bado tunapambana. Kwa hata hichi kitu ambacho tunakipata robo finali, si mara finali kombe la shirikisho, kuna eneo ambalo tunapiga hatua, kwa sababu kama 2023 Tanzania tulishuhudia nusu finali ya kombe la shirikisho, tukashuhudia finali ya kombe la shirikisho. Baada ya miaka miwili msimu huu tumeshuhudia tena nusu finali ya kombe la shirikisho. Hiyo ni hatua kubwa ambayo tumeipiga kwa level ya uchumi ambao timu zetu zinazo, kwa level ya uchumi ambao taifa letu linazo. Umeona? Kuna issue ya Azam, kuwa na hela sio kila kitu. Kwa nini? Kwani umezungumza uchumi hapo, ukawataja Misri, ukasema si sawa na sisi kwa Tanzania. Ukawazungumzia Simba na Yanga namna ambavyo progress zao zinaendelea. Kwa Azam wao wana kila kitu. Sasa unasema uchumi sio kila kitu. Nini tukishike kuhusiana na namna ambavyo timu zinatakiwa zifikie mafanikio? Fakta kubwa ni ipi zaidi? Nimesema hivi, kuwa na pesa sio kila kitu. Naendelea na maelezo yangu. Wako kwa mimi nikabia kwa juu sasa. Yaani Orlando Pirates, Kaizer Chiefs wana msuri ya kifedha kuliko timu nyingi sana barani Afrika. Lakini kwa nini Kaizer ni msimu wa 4 haijui kombe la shirikisho, haijui CAF Champions League, haijui top 4 ya ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini? Kwa sababu pesa sio kila kitu, lazima pia uwe na watu mipango uweze kutumia hizo pesa. Ndio maana kipindi ya Simba na Yanga hapa sijagusia uchumi tu, nimegusia watu wa eneo la management. Hao ndio ambao watu wanakuendea mipango. Kwa hiyo kitu ambacho kinatokea kwa Azam si kwamba wana hela. Tunaona hata nyota kutoka kutoka nje hapa. Tunaona mishahara ambao wanaanza kuilipa. Lakini je, wapo na watu waweza kuendea mipango, watu kutengeneza mkakati kwamba ila mani yetu tunaichora hivi, baada ya miaka kadhaa tutakuwa hivi. Lakini ukiacha tu kuwa na watu, je, hiyo timu malengo yake ni yapi? Kwa sababu sio kila timu ambayo inaanzishwa ina malengo kwa ajili ya kuja kutawala soka la Afrika. Hilo pia lazima tulitambue. Yaani tusilazimisha tu kwa sababu Pyramids au kwa sababu RS Berkane ana kombe la shirikisho sio amefanikiwa kutoboa mbele ya Wydad na Raja, kwa sababu Pyramids amefanikiwa kufika finali kipindi ambapo Zamalek na Ahly wapo, basi pia na Azam ni afika huko. Lazima tuangalie hiyo timu ina lengo ya kufika hivyo. Kuna timu zipo tu kwa ajili ya kuona wao wanacheza tu kwenye ligi. Kuna timu zipo kwa ajili ya kuzalisha na kuuza wachezaji. Sasa Azam nyinyi mnavyowaona wanao malengo ya kushindana. Kwa huo mlengo ambao umeutaja, Azam wako kwenye kundi gani? Ili watu wakitoka hapa wajue kwa bana nisajili wakasema Azam wako katika kundi 1, 2, 3. Mimi ningekuuliza unavyoona Azam hapo kwenye kundi. Mimi nakuuliza wewe ndiye mchambuzi ambaye, kwa sababu mimi naona Azam wana kila kitu. Azam katika timu ambazo zinasajili juzi tu sakata la Faisal katoka pale Young Africans kwa sababu wanataka kwenda kufuata hela katika kikosi cha Azam FC, wakampandishia mshahara mkubwa, anaenda kuitumikia. Mikataba ambao wanaingia na wachezaji wao, fedha ambazo wanalipa mishahara mikubwa, wachezaji wakubwa kutoka kwenye mataifa makubwa kabisa. Tunaona wanaenda wanachukua facilities zao ambazo wanazo Tanzania. Hakuna timu ambayo iko hapo. Kwa maelezo yako unaona hapo kwa ajili ya kushindana na makombe. Yani ndio kitu, sio kwa maelezo yangu mimi, hata kwa namna wanavyofanya huko watu ukitazama wanaona, kwa maana Azam wanakitaji kitu hiko. Labda kuna kitu mchambuzi anakiogopa. Sisi mashabiki wataogopa kuongea. Okay. Ngoja nimsaidie kitu kimoja. Okay. Azam FC kinachomshinda sana ni management yake. Sawa, yani tuzungumzie uongozi mzima. Sawa? Ukiuzungumzia uongozi wa Azam wote, mimi nikwambie tu kweli, uongozi wa Azam wote. Kama huyo mtu atakuwa Simba basi atakuwa Yanga. Sio, unaelewa vizuri. Hicho kitu mchambuzi huyo hawezi kuongea, lakini kuna wachambuzi ambao sisi tunawajua wangeongea hayo mambo na wangeropoka sana. Kiufupi Azam anasajili kwa kufuata tu miemko, kwa sababu Simba akasajili hivi, Yanga akasajili hivi, acha na mimi nionyeshe bato hili hapa. Umeelewa vizuri? Anaonyesha kile ambacho na yeye, kwa sababu pesa anazo. Huyu bwana amekwambia pesa sio kila kitu. Sio kila kitu. Wakati huo anazungumza uchumi unahitajika timu zipige hatua. Lakini ukimwangalia Azam FC, viongozi wote wanaomuongoza kuanzia msemaji mpaka viongozi wa juu wale akina CEO wao, yani ukiwaangalia wanamharibia mpira pale, wanamharibia ile mipango yake yote. Wanamharibia nani? Inapokuja swala la Azam anakwenda kucheza na Simba, kuna vitu vingine vinaendelea mule ndani. Inapokuja swala Azam anaenda kucheza na timu zingine, sawa? Mimi nimehitaja Simba, lakini hizo zingine sitaki kuzitaja, lakini najua kinachoendelea huko ndani, sio? Lakini kiufupi nikwambie kitu kimoja, Azam kama anataka kufanikiwa na kama labda tuseme sheria za TFF zinaruhusu, kama zinaruhusu, kwa sababu Azam ana kila kitu anacho. Kama sheria zinaruhusu, Azam afanye mtindo mmoja tu, sio amchukue labda aenda akachukue South Africa mmoja ambaye hana Usimba na Uyanga, msemaji wa timu, sawa, aenda akamchukue labda kutoka Mali huko,
ambaye ataongea labda Kifaransa, atatafsiriwa, mambo yanafanya nini, yanaenda. Sio sema vizuri, enda akachukue. Mimi nakwambia uongozi mzima ukimwacha tu mwenye timu ambaye, kwa sababu mwenye timu ana kadi ya Simba. Afu unataka yeye Simba aende. Sasa Machidi umezungumza hayo. Kama mwenyewe ambaye umesema kwa mujibu wako kwa maana na kadi ya timu ya Simba. Kwa nini hao wengine waondolewe wakiwa na timu nyingine? Kwa sababu kama huyo maana yangu iko hivi. Mwenye timu ana kadi tu ya Simba. Mwenye timu, yani bosi mwenyewe, sio? Lakini kitu ambacho kinatakiwa yeye, kwa sababu si Simba, basi hawa wa chini wote kama sheria za TFF na bodi ya ligi zinaruhusu. Kwa nini zisiruhusu? Maana Yanga tunaona na maanisha kwenye viongozi, sio wachezaji. Kwenye wachezaji sisi tunaona viongozi si mnaye ende Mtine nyinyi ambaye si Mtanzania. Na maanisha uongozi mzima ukimwacha Yusuf Bares. Okay. Uongozi mzima mpaka msemaji. Yaani kama msemaji anaongea Kimakonde kutoka Msumbiji, basi aletwe, lakini asiwe na Usimba, asiwe na Uyanga, asiwe na Mtibwa. Asiwe na timu yote zaidi ya Azam tu. Hao watafanikiwa, lakini hao wengine ambao wanawaweka ndani ya uongozi wao, linapokuja swala la kugombea, sawa, watu wanahitaji wachukue makombe yao, alafu unamweka Azam wakati ndani ya Azam sio labda ana uchembe wa Simba. Unafikiri wanaendaje kuchukua ubingwa? Kwa hiyo Azam ni Simba tu. Yanga kule hampo. Yaani mimi nikwambia tu nazungumzia hizo timu zingine. Sizungumzii Yanga. Ukitaka nizungumzie Yanga hapa nina mengi ya kuzungumza. Lakini mimi nazungumzia kuhusu uongozi wa Azam, namna wanavyoiendesha timu yao. Ni miemko tu, sawa? Na miemko inakuja vipi? Miemko inakuja katika wale watu ambao wanawachukua. Kwa wachezaji wanachukua wachezaji ambao ni quality kabisa. Yaani ukiangalia mchezaji mmoja wa Azam FC, mimi nakwambia kabisa wachezaji wa Azam ni bora sana kuliko wachezaji wa ile timu ambayo leo inaenda kucheza kesho, nafikiri. Umeelewa vizuri? Yaani hawana ubora wa aina yoyote. Lakini kinachoshindikana ni kwamba viongozi wanaoiongoza Azam, si unaelewa vizuri? Yaani bwana Idris Dube mwenyewe pia alishaongea kwamba sisi tunashinda mechi, si ndio? Dhidi ya Simba. Tunashinda mechi dhidi ya Simba, si ndio? Lakini unamkuta mtu kiongozi mkubwa anakasirika. Mimi kama msanii na feel nini? Kwa hiyo kiufupi mimi nikwambie kitu kimoja, kitu ambacho wanatakiwa Azam wavunje uongozi wote, kuanzia nani wote wavunje mpaka msemaji, yani mpaka yule mchora au vile vitu haya maneno nataka ni vile vitu ambazo mwisho wa siku kitu ambacho kipo, wavunje uongozi, watengeneze uongozi mpya, na katika uongozi mpya wanaotengeneza wahakikishe Mtanzania hayumo, ili wafikie pale wanapohitaji. Kama nataka kufika nchi ya ahadi, wafikie malengo ambayo Simba na Yanga wana, watengeneze uongozi ambao hauna Simba na Yanga. Yaani sisi wa Tanzania kwa sasa hiyo transition unayotaka wewe, hata tukivunja hiyo bench lote au viongozi wote, sisi bado tuko kwenye ground ile ya kwamba mpira ni art and politics. Hizo unazungumzia ni siasa. Kwa hiyo tukifuzu au tukachanganua au tukatatua tatizo hilo la politics ndani ya viongozi wetu kwenye vilabu vyetu hivi, hivyo vilabu vya Simba na Yanga wanavyosemea mpaka sasa, hata viwanja tu vile. Okay. Umeona? Investment haitoshi tu. Umesema kwamba Azam wana fedha, sio? Haitoshi kuwa na hiyo. Je, hiyo fedha ulikuwa nayo unatumiaje? Wenzetu wametuacha kwenye issue ya kwamba washafanya transformation kutoka kwenye siasa kwenda kwenye science. Wameenda kwenye science. Mpira wanacheza, hiyo fedha waliokuwa nayo, wachezaji waliokuwa nayo kwenye benchi la ufundi, kila area ina mtaalamu. Sisi kwetu tuna watu gani? Okay, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hapo, lakini bado hatujamaliza kuhusiana na mengi kimichezo Afrika. Nafasi ya Fiston Kalala Mayele kuwa MVP wa msimu huu katika ligi ya mabingwa, tutakuja kutazama kadhalika mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch hapo kesho. Yanga pia wana jambo lao baadaye dhidi ya KVZ. Hatujamaliza, bado tunayo mengi, usitoke endelea kusema nasi tamati majira ya saa 7 kamili za mchana. 92.1 East Africa Radio Mwanza. Together tunawakilisha.